utamu wa mtea, tembo kaingia, moto umeanza. Kona ya sokoni. Wadogo zangu vipi? Mmekuja mudeti? Sasa mimi niko ndani. Oembo zuia. Nilikueleza vipi sister? Jamani, kwani nimefanyaje tena? Wewe nilikwambia masuala ya kupika unatakiwa zingatie muda gani? Sawa sasa. Nani yule shogangu yule aliniambia. Zima ngoma. Wananiambia rafiki yako anasaidia nini kwenye wakati wa tumbo wewe? Mwana wake chupu pande sister. Sawa, sasa hivi tu hapa na nani maana mboga niliondoka nimepika. Sasa hivi tu hapa nasonga ugali. Yaani sasa hivi mdogo wangu usikonde. Sawa. Maana mdogo wangu yule rafiki yangu yule aliniita mamake anaumwa. Sister ye. Sisi tushapagawa ujue. Mimi nikikuelekeza kitu unatakiwa uende by order. Mwanza kunichanganya sister. Basi usijali mdogo wangu, sasa hivi naivisha ugali. Usijali. Yaani sasa hivi. Au vipi? Baridi. Fanya chap kwa. Sheria za ovyo. Samia mama mwenyewe ananichanganya. Uje mimi mwenyewe block nizingua hivyo hivyo yani. Fika maskani ile nini? Hamna chochote. Usishendekeza bro wako etikeli zake zile za kidini dini zile. Hiyo msomee kesi siku moja one day aweke heshima. Muda mwingine yule brother sawa. Kwa hiyo kumendelea long sana na namsikiliza afu nakausha tu. Sema by order zuia. Sister anaandaa mazingira. Chap kwa huko. Sikilizia hapa unakinda. Nilijua. Yaani mimi nimejikausha ili mradi tu yaani sitaki tu kuongea na wewe, lakini bado umeniita. Haya baba Paroko unasemaje? Jana sio kwa ubaya. Nafikiri nimeona si vyema huko nipita bila salamu. Ni salamu tu. Haya. Shikamoo baba Paroko. Sawa, nashukuru. Lakini jambo la msingi ambalo limefanya na kusimamisha hapa, nafikiri nahitaji kuzungumza na wewe. Na mazungumzo na wewe kwa ufupi kama hautojali. Yaani ungekuwa unatumia akili. Huu muda niliosimama hapa ungekuwa umeshasema shida yako na sio kuniambia nikupatie muda. Lakini Janeti, mazungumzo ambayo nataka nizungumze na wewe ni mazungumzo ambayo yanahitaji muda kidogo, lakini na vitu vingi sana vya msingi vya kuzungumza na wewe. Kama hautojali, lakini naomba nafasi hiyo. Haya. Mtumishi wa Mungu, nitakuja. Sawa, nashukuru sana. Na Bwana akubariki. Manyika. Naam mama. Namshukuru Mungu kwa sasa hivi. Yaani najisikia vizuri kabisa. Ni kweli kwa sababu hata mimi mwenyewe ninakuona mama yangu. Kweli afya yako inazidi kutengemaa. Ni tofauti kabisa na mwanzo. Ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Sasa nilikuwa tunakuomba mwanangu. Naona tu mwanangu uendelee kwenda kazini. Usiwe unakaa mwanangu hapo unasubiria mpaka mwanafunzi afike sijui ndio uende kazini. Hamna baba, mimi niko vizuri. Mama bwana, unajua sisi ambao tunakuuguza ndo tunakuona vizuri mama yangu. Ni kweli afya yako inatengemaa, lakini haijafikia ile hatua ya wewe unabaki peke yako hapa nyumbani. Kwa hiyo ondoa hofu kuhusu swala mimi kwenda kazini. Muda upo wa kutosha. Amina akitoka shule atakaa na wewe, mimi nitakwenda kazini. Kwa hiyo wala lisikuumize kichwa sana hilo mama yangu. Tena. Shikamoo mama. Jambo. Jambo, shikamoo kaka. Marahaba, jambo. Sijambo. Vipi? Mbona mapema?
Kaka, mimi nimefukuzwa ile hela mtihani. Sawa. Usijali mdogo wangu. Kesho nitakupatia hiyo pesa ya mtihani na utaenda shule. Kwa sasa hivi nenda ndani kabadilishe nguo ili uje ukae na mama hapa mwende kumtazama. Sawa? Sawa kaka. Usiwaze sana mdogo wangu. Kesho nitakupatia hiyo pesa, sawa? Simama, acha uvivu wewe. Nimechoka. Ni vitu nikupe. Mama. Sasa acha mimi nikuache. Nielekee kazini. Sawa kabisa. Baadaye nitarejea. Yaani haina shida kabisa mwanangu. Kazi njema, Mungu akutangulie. Sawa mama, naomba baki salama. Nakupenda sana mamangu. Nakupenda pia mwanangu. Ndo utamu wa mtaa, unanilisha kisha unaniacha njaa. Kicheko kinageuka chozi, jasho linageuka damu. Utamu wa mtaa, unaniita nikiogopa kurudi. Kila kona yako tamu chungu, inaniuma lakini siwezi kuondoka. Mbona unaikata hivyo hivi? Siko sawa mshikaji wangu. Hauko sawa. Kuna noma gani? Yani noma nini? Yaani ipo hivi, sawa? Kuna manzi mimi nimefall in love. Mchizi boti wewe, yani manzi unamuelewa yani sikuelewi, yani manzi unamuelekeza kuelewi. Kwa hiyo unataka vipi? Umeleta kwa msela, mimi nilichukua nikamchukua huyo manzi nimchote nikuletee hapa ukinde au vipi? Yeah. Au tutafute eneo ukafanya mambo yako. Oh babu. Yule demu mwisho siku mimi nataka aje kwa familia, sawa? Nimchukue au shemeji yako, ile homa na kitu tunakula. Yaani awe familia yangu mimi. Sasa masuala kumchukua anaingia naje hapa? Au sio? Yanakutoka nini? Wewe vipi wewe? Wale kwambia tikeli za msela naoa nani? Itikeli za msela kuweka mwanamke ndani nani? Ndoa magemu au vipi? Ndoa kamali wewe. Msela hatuna hizo itikeli. Kakuzuzua nini wewe demu yani namna gani? Au fanya nini? Sio swala sana mdogo wangu. Muda mwingine sipende mimi kukuchenjia. Demu nani huyo? Demu mwenyewe unamfahamu. Unampata vizuri kabisa. Mdogo wake Manyika. Amina. Wewe unafeli wapi wewe babu? Yule si student yule. Anaongea na wewe si student yule. Mbona wewe kitobo nini wewe familia? Miaka 30 wewe serikali inatangaza hiyo. Ukifungwa miaka 30 bro wako huko kukutoa ni kazi huko. Hata tu kashindwa kukulipia. Mimi msela nianza kukuhangaika kukutoa huko Segelea wapi? Namna gani vipi? Mbona wekea chupi upande? Wewe kitobo unataka nikuchungulie sasa hivi. Familia acha kunichanganya. Acha kuleta hizo tikeli. Fresh basi kama uweze kunisaidia kuhusu ile mkausha tu. Kama unaongea maswala na familia. Zima ngoma usiniambie hivyo. Unafeli mimi unaenda wrong hiyo. Au nikusomee namba hapa. Nikuonyeshe utembo. Acha pigo kama hizo wewe. Ushanichefua mimi mwenyewe kichwa changu kina mambo mengi kinoma hiki. Fanya nini? Baki mwenyewe kijioni afu baridi. Nikataa au sio? Mtaa unamjua, mtaa unamsikiliza. Akiweka mstari wote wanafuata. Utamu wa MTA. Kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu cha msingi. Unajua vitabu vya Mungu vinasema kwamba nendeni duniani mkazae na muujaze ulimwengu, si ndio? Kwa hiyo mimi binafsi nimeona sio vibaya wala sio jambo baya kukufuata na kukwambia ukweli Janeti. Mimi nataka nikuoe. Huo ndio ukweli. Kwa sababu ni binti pekee mtaani hapa kote umetoka kuvutiwa sana na wewe. Kwa nataka nikuoe, nataka nikupeleke kanisani. Nafikiri hata mchungaji mwenyewe nikimwambia kuhusu hili swala atafurahi sana.
Ombi langu ni dogo tu. Nahitaji kukuoa, nikuweke ndani, uwe mama watoto wangu. Tujenge familia mama. We baba wewe. Hivi unajielewa kweli? Hivi ukiniangalia mimi naendana na wewe? Au aliyekwambia na shida ya kuolewa ni nani? Hivi uko kanisani kwenu yenu amna wanawake? Paka uje unisumbue mimi. Ani baba paroko leo umejua kuniharibia siku. Lakini Janet, mimi sijaja kwa ubaya na ni mazungumzo tu, vitu vya kuzungumzika na vinakwenda vinaisha. Mimi nimekuomba, nahitaji kukuoa. Yaani sio kukuchezea, hebu jua kutofautisha vitu hapa. Sihitaji kukuchezea ama kukutumia, nahitaji nikuoe, nikakutambulishe kanisani. Sasa nisikilize baba paroko. Ombi lako limekataliwa. Sitaki uendelee kunifuatilia. Sikupendi na siwezi kuolewa na wewe. Yaani kwanza ningejua kama umenitia upumbavu, hata nisingetupa muda wangu. Basi mama, naomba unisamehe kama nimekukosea, lakini japo sijaja kwa ubaya, lakini naomba unisamehe. Naomba niondokee. Sitaki tena kusikiliza mautumbo yako. Basi naomba unisamehe. Samehe sana. Kama ndo. Haya, ondoka. Tulicheka kona za mtaa, viatu vimechanika, mioyo imeshiba, tuliota nyumba juu ya vigae. Asia, yani siku ya leo sitaki kabisa maneno wala sitaki makelele na mtu. Siko sawa kabisa. Kwa hiyo ni bora ungesema tu kama umekuja kununua au umekuja kupiga kelele. Mimi wala sijaja kununua. Kilichonileta hapa nadhani unakijua. Kama kwa shida hiyo basi kwa leo ungeniacha kidogo kwa sababu siko sawa kabisa. Kwa nini? Asia, yani uweze nini? Nimekosa pesa ya mtihani tu ya mdogo wangu kwa sababu mdogo wangu amerudishwa shule. Alafu pia dawa za mama zimeisha. Alafu sina pesa. Hii wiki nzima biashara haiendi vizuri kabisa yani. Ukizingatia na huyo ndugu yako Tembo na wakuni wenzio umekuwa kutwa kija gengeni kwangu kuchukua pesa. Yaani hicho kitu kinaniumiza sana kichwa changu. Sasa jamani, shida ndogo ndogo kama hizo unashindwa kuniambia, hata kama sawa unipendi jamani, hata hiyo shida tu unashindwa kuniambia. Yaani wala usijali. Mimi kufikia jioni nitakuwa nimeshapata hiyo pesa. Nitakuletea dada yako aende shule na mama yako dawa atapata. Umenielewa? Alafu mwanaume utakiwa kunanili kupoa hivyo. Unatakiwa utabasamu mwanaume. Acha matani yako bwana. Si unaona sasa hapo ndo unapendezea sasa. Yaani huyo ndo wewe sasa. Haya poa. Mimi naenda ila jioni. Sitakuwa bado hujafunga hapa. Hapa kwa mnafunga saa ngapi? Hapa jioni kama nitakuwa nimefunga hapa nitakuwa niko nyumbani kwa sababu lazima niwahi nyumbani pia. Basi sawa. Nitakuletea basi hapa hapa. Sawa, mimi nitashukuru kama kweli utafanya hivi. Wala usijali. Yaani dawa za mama zimepatikana. Mdogo wako ataenda shule. Wewe utakaa vizuri. Mimi ndo dadake Tembo. Leo nahesabu makosa kwenye bai. Shoga yangu mwingine huyu hapa. Naye unamdai? Namdai. Haya mama. Kwanza afadhali ningekuona. Maana ningekutafuta kwako ingekuwa mengine. Haya shoga yangu uyoga, naomba hela yangu. Janet mdogo wangu. Ndio kunizalilisha kiasi hicho. Wewe sio kudhalilisha shoga yangu, hapa tunataka hela. Aliyekudhalilisha hapa nani? Tunataka hela. Nilikuomba unipe siku 2 Janet. Siku 2 tu nakupatia pesa yako. Wewe sio siku 2. Unatakiwa utafute hela upate. Ulipe pesa ya watu. Emlete simu yako kwanza. Anatumia Tekno. Mwanamke mzima anatumia Tekno, kwanza haina hata haja kukunyang'anya. Shika sosodu chako. Haya shogangu, ulimpa siku ngapi? Shogangu, mimi sitaki kujua cha siku. Mimi ninachotaka ni hela yangu tu. Wewe Tina wewe, naomba hela yangu. Naombeni jamani. Janet, nakuomba tu mimi siku 2 na kulipa pesa yako.
Sio kunizalilisha kihivi jamani. Yaani mpaka umeamua kuniletea na mtu kwa ajili ya kunizalilisha kwa Wewe usiniite mtu baba Pumu kapumlie choni huko, nzi wakufuate mdomoni shogangu. Mimi sio mtu. Hivi una akili? Au umezalilika wapi wewe? Yaani kwanza aisee mimi huyu sijui ni mwanzishie jamani. Shogangu nani shauri? Udugu wangu. Bora uachane naye. Maana yani kwa jinsi alivyokondeana. Ukimpiga tutapata kesi bure. Inaonekana ni kadi mbili. Kweli. Nilikuwa nimesahau. Halo. Kweli umenikumbusha shogangu jele na nusu. Shogangu. Tina, umesema siku 2. Yaani hizo siku 2 asubuhi nipo kwako. Ole wako anaweza kutafuta mitaani. Tena ujitahidi. Mungu. Nisaidie Mungu wangu. Yaani mimi nazalilishwa kwa ajili ya shilingi 20,000. Kweli? Mungu, naomba unisaidie. Tulicheka kona za mtaa. Mbona unaona hivyo mpenzi wangu? Shida nini? Mimi kuna kitu nataka kukuambia. Ni kitu gani hicho ambacho kinakufanya wewe mpaka unune hivyo? Tangu nimeanza mahusiano na wewe, umekuwa ni mtu wa kunikwepa sana. Mpenzi wangu, nafikiri unaelewa fika kwamba nina majukumu mazito sana kwenye maisha yangu. Nauguza mama yangu, nimsomeshe mdogo wangu. Kwa hiyo ndio inasababisha mimi nakuwa niko busy. Kwa hiyo isikufanye ukawa hivyo. Sawa mpenzi wangu? Sikia nikwambie. Mimi sina mwanaume mwingine na wala sina mtu wa kumuelezea hisia zangu. Ni vipi pale ninapokuelezea hisia zangu na unanikwepa? Mimi ni mwanamke na tuongozwa pia, lakini na wakatalia kukuheshimisha wewe mwanaume wangu. Vipi utasikia mimi nimekuchiti? Sio kwamba sijali. Yaani tu ni kwa sababu tu yani kwa hiki kipindi nina mambo mengi sana mpenzi wangu. Mimi lazima nijali hisia zako. Labda tu nikwambie. Unajua raha ya mapenzi pia mnapokuwa wawili. Mmoja wenu asiwe na stress zozote. Kwa kipindi hiki mimi kichwa changu kina mambo mengi sana. Kwa hiyo sitaki kukuboa tutapokuwa wawili. Hebu nipatie tu muda kidogo niweze kuweka mambo yangu sawa. Naamini mpenzi wangu utafurahi mwenyewe. Mimi nakupenda sana ujue. Tulicheka kona za mtaa. Viatu vimechanika, mioyo imeshiba. Undo utamu wa mtaa, unanilisha kisha unaniacha njaa. Kicheko kinageuka chozi, jasho linageuka damu. Utamu wa mtaa, unaniita nikiogopa kurudi. Kila kona yako tamu chungu, inaniuma lakini siwezi kuondoka.